أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo pia nitaeleza maelezo mengine ya vita vya Uhud kama ilivyokuwa imeelezwa ya kwamba kwa sababu ya kuacha mlima makafiri walishambulia toka nyuma na hali ya vita ikabadilika kabisa. Shambulio la adui lilikuwa lenye kutisha sana. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyoonyesha mfano wa ujasiri na hima na uimara wake, kuhusu hiyo imeendikwa katika maelezo ya kwamba baada ya vita kubadilika hali yake, masahaba waliposhindwa kukwamua katika hali ya tafrani na wakasambaratika hapa na pale, hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hiyo ya vurugu na tafrani na licha ya kuzingirwa na maadui akaendelea kusimama kidete juu ya mahala pake. Kwa kuwaona masahaba wakikimbia hapa na pale katika hofu na akiwaita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, eni fulani njoni kwangu, eni fulani na fulani njoni kwangu, mimi ni mtume wa Allah. Ilhali alikuwa akirushiwa mishale toka kila upande. Katika riwaya moja inapatikana kwamba mtume alikuwa akisema kwa sauti ya juu, ana nabiyu la kazib, ana bnu abdul muttalib, anal abdul awatik, mimi ni nabii na haina uongo ndani yake, mimi ni mwana wa abdul muttalib, mimi ni mtoto wa awatik. Kikawaida katika riwaya na kwenye vitabu vya sira imeendikwa ya kwamba maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametamka katika vita vya Hunain, lakini kwa vyote vile yawezekana kwamba maneno hayo hayo awe ametamka katika vita vya Uhud pia, na pia awe ametamka katika Hunain. Neno awatik limetajwa hapo. Awatik ni uwingi wa Atika, na walikwepo kina mama zaidi ya mmoja wenye jina la Atika ambao walikuwa mabibi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja Atika binti Hilal ambaye alikuwa mama wa Abde Manaf, na pili Atika binti Murra ambaye alikuwa mama wa Hashim bin Abde Manaf, tatu Atika binti Aukas ambaye alikuwa mama wa Wahab baba wa Hat Amina. Sawa na riwaya moja, hawa walikuwa kina mama 9, watatu kutoka Banu Sulaim na 6 walitokana na watu wengine, na wote walikuwa mabibi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akieleza maelezo ya tukio hili,
hatmirza bashir ahmad saheb ameandika katika sera ya khatamanabiyin ya kwamba watu wa abdullah bin jubair walipoona ya kuwa sasa ushindi umeshapatikana tayari, wao wakamwambia amiri wao abdullah ya kwamba sasa ushindi umeshatokea na waislamu wanakusanya mali ya ghanima, wewe utupe ruksa ya kuwa sisi pia twende tukaungane na jeshi. abdullah akawazuia na akawakumbusha mwongozo wa msingi wa mtume salallahu alaihi wasallam, lakini wao katika furaha ya ushindi walikuwa wameghafilika, hivyo hawakuelewa jambo lake na wakashuka chini, huku wakisema ya kwamba mtume saa salam alikuwa amemaanisha haya tu ya kuwa msiache mlima huo mpaka murizike kabisa, na sasa kwa kuwa ushindi umeshatokea, hivyo hakuna madhara katika kuondoka na kushuka chini. Hivyo hawakubaki watu huko juu isipokuwa abdullah bin jubair na wenzake wachache wapatao 5 hadi 7. jicho kali la khalid bin walid likaona mlima toka umbali na likaikuta medani ikawa wazi. Hapo yeye akiwakusanya wenzake haraka haraka akaelekea huko, na nyuma yake akaaja ikrima bin abu jehel vile vile na kikosi chake kwa kasi, na vikosi hivi viwili vikiwaua shahidi abdullah bin jubair na wenzake wachache. Katika muda mfupi tu wakavamia jeshi la kiislam. waislamu ambao katika utulivu wa kupata ushindi walikuwa wameghafilika na walikuwa wametawanika, wakashtuka na balaa hili lisilotarajiwa, lakini hata hivyo wakakwamua na wakajaribu kugeuka na kuzuia uvamizi wa makafiri. wakati ule adui mmoja akanaadi ya kwamba eni waislamu, upande wa pili pia makafiri wamevamia. waislamu wakageuka tena katika hofu, na katika hali hiyo ya sintofahamu, bila kuona hapa na pale, wakaanza kuwaua watu wao. upande wa pili mwanamke mmoja mjasiri wa makka, amra binti alqama, alipoona manzari haya akasogea mbele na akainua bendera ya quraish iliyokuwa imenasa katika vumbi. na baada ya kuona hali hiyo, jeshi la quraishi lililokuwa limesambaratika likajumuika tena karibu na bendera, na hivyo waislamu kwa hakika wakazingirwa na maadui toka pande 4, na katika jeshi la kiislamu ikatokea hali ya vurugu na hofu. hayo yameshaelezwa katika hutuba ya ijumaa iliyopita kwamba jinsi walivyokuwa wamejumuika na walipovamia tena waislamu na mtu aliyeinua bendera. kwa vyote vile kinachofuata ni kwamba wakati ule mtume saa salam ambaye akisimama juu ya mahala palipoinuka alikuwa anaona manzari yote, akawaita waislamu mara kwa mara, lakini katika makelele hayo sauti yake haikusikika. wanahistoria wanaandika kwamba hayo yote yakatokea katika muda mfupi tu, kiasi kwamba waislamu wengi wakapoteza ufahamu wao. hadi katika hali hiyo ya sintofahamu, baadhi ya waislamu wakaanza kuwaua wenzao, na haikubaki tofauti kati ya jamaa na adui. hivyo hata kwa mkono wa waislamu baadhi ya waislamu wakajeruhiwa, na kama ilivyokuwa imeelezwa katika hutuba ya wiki jana kwamba baba wa huzaifa yaman waislamu wakaamua kwa makosa. huzaifa wakati yule alikuwa karibu na waislamu, ye akaenda kupiga kelele kwamba eni waislamu, huyu ni baba yangu, lakini wakati yule nani angemsikia? mtume saa salam baadaye akataka kumlipa fidia ya damu yaman, lakini huzaifa akakataa kupokea fidia hiyo na akasema kwamba mimi na wasamehe waislamu damu ya baba yangu. Khalifatulmasih Sani raziallahu taala anhu akieleza kisa hiki anasema ya kwamba saa ile ilikuwa ngumu sana, ambapo mtume saa salam akajeruhiwa katika vita vya Uhud, na mambo yakabadilika hadi ushindi wa jeshi la kiislam ukabadilika katika hali ya kushindwa. katika vita ile ilikuwa sehemu moja ya mlima ambapo mtume saa salam alikuwa amewachagua baadhi ya watu wake na alikuwa amewasimamisha huko, na alikuwa amewaamrisha kwamba hata kama itokee nini msiache mlima huo.
jeshi la makafiri lilipotawanika na kusambaratika, wao wakapiga hesabu kwa makosa kwamba sasa kuna faida gani ya kubaki hapa, hivyo sisi tuende tukashiriki katika vita. Kiongozi wao akawaambia kwamba hii ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa sisi tusiache mlima huo, lakini wao wakasema kwamba mtume sasa hakumaanisha hivi kwamba ushindi ukitokea nini mwendelee kubaki hapa hapa, bali maana yake ilikuwa ndiyo hii ya kwamba maadamu vita itaendelea nini msiache mlima huo, na sasa kwa kuwa ushindi umeshapatikana na maadui wanakimbia, hivyo sisi pia tunatakiwa kujipatia sababu ya jihadi. Hivyo mlima huo ukaachwa wazi. hata Khalid bin Walid ambaye wakati ule alikuwa bado hajasilimu na alikuwa kijana na jicho lake lilikuwa kali sana, yeye alipokuwa akikimbia na jeshi lake akaona nyuma yake na akaukuta mlima usio na watu. Kwa kuona hayo akarejea nyuma na akawavamia waislamu kutoka nyuma. Kwa waislamu uvamizi huo kwa kuwa ulikuwa haukutarajiwa, hivyo wakashikwa na hali ya kutisha, na kwa sababu ya kutawanika hawakuweza kupambana na maadui. Hazrat Khalimsi Sani katika maelezo ya sura An-Nur aya namba 64 akieleza tukio hili anasema ya kwamba watu ambao wanakaidi amri ya mtume huyu wajihadhari isije ukawapata msiba au ikawafikia adhabu iumizayo. Hii ni tafsiri ya aya ile. Au wasije wakashikwa na adhabu iumizayo. Anasema kwamba angalieni ya kwamba katika vita vya Uhud, kwa sababu ya kuasi kwa amri hiyo tu jeshi la Kiislam likapata hasara kiasi gani. Mtume sala salam kwa ajili ya kulinda mlima mmoja alikuwa amewateua wanajeshi 50, na mlima huo ulikuwa na umuhimu mkubwa kiasi kwamba akamwita afisa wao Abdullah bin Jubair na akasema kwamba hata kama sisi tu uwawe au tushinde, nini msiache mahala hapa. Lakini makafiri waliposhindwa na Waislamu wakaanza kuwasaka na kuwafuata, maaskari waliokuwa wamewekwa juu yake wakamwambia afisa wao kwamba sasa ushindi umeshapatikana, hivyo kusalia kwetu hapa ni bure tu, uturuhusu ili sisi pia tupate sawabu ya kushiriki katika jihad. Afisa wao akawafahamisha kwamba angalieni, msikaidi amri ya mtume. Mtume alikuwa amesema kwamba hata kama itoke ushindi au tushindwe, nini hamtakiwi kuacha mlima huo, hivyo mimi siwezi kuwapatia ni ruhusa ya kuondoka kutoka hapa. Wao wakasema mtume hakuwa na maana hiyo kwamba hata kama ushindi upatikane, nini msiache sehemu hiyo, bali shabaha yake ilikuwa ni kusisitiza tu kuhusu amri yake. Sasa kwa kuwa ushindi umeshapatikana, hivyo sisi hatuna kazi hapa. Hivyo wao wakitanguliza rai yao juu ya amri ya mtume wa Allah wakauacha mlima ule na wakabaki nyuma afisa wao tu na maaskari wachache. Jeshi la makafiri lilipokuwa linakimbilia Makka, ghafla Khalid bin Walid akageuka na kuona nyuma na akaukuta mlima usio na watu. Yeye akamwita Amr bin As. Watu hawa wawili walikuwa bado hawajasilimu na wakasemeana kwamba angalieni, nafasi hii ni nzuri sana, hivyo twende tukawashambulie Waislamu. Hapo majenerali wote wawili wakakusanya majeshi yao wenye kukimbia na wakikata mkono wa jeshi la Kiislam wakapanda juu ya mlima. Waislamu wachache waliokwepo juu na wasiokuwa na nguvu ya kupambana nao, wao wakawaua mara moja na wakalishambulia jeshi la Kiislam kutoka nyuma. Uamizi huo wa makafiri ulikuwa wa ghafla sana kwamba Waislamu ambao katika furaha ya ushindi walikuwa wameshatawanika hapa na pale hawakuweza kusimama tena.
hawakuweza kusimama imara. Maswahaba wachache tu wakamkimbilia mtume saa salam na wakajumuika pembezoni mwake, ambao idadi yao haikuwa zaidi ya 20, lakini watu hao wachache wangewezaje kupambana na adui? Mwishowe, kwa sababu ya msukumo huo wa makafiri, wanajeshi wa islamu wakasukumwa nyuma na mtume sallallahu alaihi wasallam akawa peke yake katika medani ya vita. Katika hali hiyo hiyo likaaja kugonga jiwe moja juu ya kofia ya chuma ya mtume saa salam, na kwa sababu yake misumari yake ikajeruhi kichwa chake na mtume akazimia na akaanguka katika shimo ambalo baadhi ya watu wenye shari walikuwa wamechimba na kufunika ili walipatie hasara jeshi la kiislam. baada yake masahaba wengine pia wakauawa shahidi na maiti zao zikaenda kudondoka juu ya mwili mtakatifu wa mtume, na ikawa mashuhuri kwamba mtume saa salam ameuawa shahidi. Lakini masahaba ambao kwa sababu ya msukumo huo wa makafiri walikuwa wamesukumwa nyuma, makafiri walipogeuka nyuma, wao wakajumuika tena kwa mtume saa salam na wakamtoa nje ya shimo. baada ya muda mfupi mtume saa salam akazinduka na yeye akawakimbiza watu katika medani yote akisema kwamba waislamu wakusanyike tena, na mtume sallallahu salam akiwa nao akaenda kujihifadhi karibu na mlima. jeshi la kiislam baada ya kupata ushindi juu ya makafiri likapata kushindwa kwa muda, kwani kati yao baadhi ya watu wao walikuwa wamekaidi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na badala ya kufuata amri yake walikuwa wamefuata rai yao. kama watu hawa au watu wale wangemtii mtume sallallahu alaihi wasallam kama mshipa wa moyo unavyofuata moyo, kama wao wangejua ya kwamba kwa sababu ya kutii amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama dunia nzima inalazimika kujitolea uhai wake, basi hicho ni kitu kisicho na uhakika wowote. kama wao kwa kutumia rai yao wasingeacha mlima ule ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewasimamisha na mwongozo huu ya kwamba hata kama sisi tushinde au tushindwe na tuuawe, nini msiache mlima huo. hapo maadui wasingepata nafasi ya kuwashambulia tena waislamu, na muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wasingepata hasara yoyote. basi mwenyezi mungu alisema kwamba mlipo kaidi mkapata hasara, hiyo ilikuwa natija yake. kisha katika sehemu nyingine pia hatmusleh maud ameeleza maelezo mazuri sana ya sura kausar. ni maelezo marefu, na katika maelezo haya pia ameeleza tukio hili na akieleza tukio hilo anasema kwamba katika vita vya Uhud mwenyezi mungu aliwajaalia waislamu ushindi na makafiri wakakimbia. Khalid bin Walid na Amr bin As ambao wamepita kama majenerali azimu wa islam walikuwa bado hawajasilimu, na katika vita ile walishiriki kwa niaba ya makafiri. mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamisha kundi moja la maswahaba juu ya mlima mmoja na akawaamrisha akisema kwamba nini msipaache mahala hapa, hata kama sisi tupate ushindi au tushindwe, sisi tuuawe au tubaki kuwa hai, nini msipaache. waislamu walikuwa na shauku ya kufanya jihadi na hadi sasa wanayo. islam ilipopata ushindi, watu waliokuwa wamesimama juu ya mlima wakamwambia afisa wao kwamba utupatie ruhusa ya kushiriki katika jihad, islam imeshinda na sasa hakuna jambo la hatari. yeye akasema kwamba mtume saa salam alikuwa ametoa amri ya kuwa hata itoke ushindi au tushindwe, sisi tuuawe au tubaki, nini msiache mahala hapa, hivyo tunatakiwa kubaki hapa hapa. wao wakasema kwamba mtume saa salam hakuwa na maana hiyo kwamba hata kama ushindi utokee nini msipaache mahala hapa, bali yeye alikuwa ametusimamisha hapa kama tahadhari tu, kama kuchukua tahadhari, na sasa adui wamekimbia na islam imepata ushindi. sasa haina madhara ikiwa tunaacha mahala hapa na tunaenda tushiriki katika jihad. afisa akasema jambo lenye maana na hikima kwamba
kiongozi anapotoa amri mtu aliye chini yake anakuwa hana haki ya kutumia akili yake. Mtume alikuwa ametuambia kwamba msipaache mahala hapa, hata kama itokee ushindi au tushindwe, sisi tu uwawe au tubaki kuwa hai, na alikuwa amesisitiza kwamba mahala hapa pasiachwe. Hivyo kwa mujibu wa mwongozo wake sisi tunatakiwa kubaki hapa hapa, lakini wao hawakumkubali na wakaendelea kukariri jambo lao na wakamwambia kwamba wewe kama unataka ubaki hapa sisi tunaondoka. Hivyo wengi wao wakamwondoka isipokuwa afisa na wenzake wachache wakabaki huko. Jeshi la makafiri lilipokimbia, Khalid bin Walid alikuwa mtu mwenye busara sana. Katika Islam pia alifanya kazi kubwa kubwa, na kwa makafiri pia alikuwa jenerali mwenye kipaji sana. Ye alipokuwa anakimbia pamoja na jeshi lake, ghafla jicho lake likaona mlima usio na watu. Alikuwepo pamoja naye Amr bin As. Ye akamwambia Amr kwamba sisi tumepata nafasi nzuri sana. Amr pia akaona huko, na wote wawili wakiwa na vikundi vyao wakarejea nyuma. Khalid bin Walid akazunguka na akaja kushambulia mlima, na Amr bin As akawashambulia waislamu kutoka upande mwingine, na watu waliokuwepo juu ya mlima wao wakawaua na wakawashambulia waislamu kutoka nyuma. Waislamu walikuwa na fikira kwamba wao wapo katika amani sawa kwa sababu ya mlima huo, na safu zao zilikuwa zimeshakatika, na wao walikuwa wakiwasaka maadui waliokimbia. Khalid na Amr bin As wakawashambulia waislamu kutoka nyuma. Hapo muislamu moja moja akazingirwa na kikosi kizima. Baadhi ya waislamu wakauawa, wengine wakajeruhiwa, na wengine hawakuweza kusimama mbele yao. bilkhusus adui walipofika karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule watu 12 tu walikuwa pamoja naye. majenerali hawa wawili Khalid bin Walid na Amr bin As wakawapatia habari maafisa wengine kwamba wao pia wawashambulie waislamu. hivyo jeshi hili la watu 3,000 wakaja huku wakishambulia. wakati ule mawe na mishale yalikuwa yakirushwa na maadui, na vita ilikuwa imepamba moto, na katika jeshi zima la Islam ilikuwa imetokea vurugu na hali ya sintofahamu. katika hali hiyo maswahaba wakajitolea sana, lakini mbele ya wanajeshi 3,000 hawakuweza kuthubutu. katika uamizi huo meno mawili ya Mtume pia yakavunjika, na jiwe moja likagonga kofia yake ya chuma, na kwa sababu yake msumari wa kofia ukanasa kichwani mwake, na Mtume akazimia na akaanguka katika shimo. maswahaba waliokuwa wamesimama karibu yake maiti zao zikaja kudondoka juu yake, na mwili wake mtakatifu akafichika chini yake, na ikatokea kelele kwa waislamu kwamba Mtume ameuawa shahidi. waislamu ambao walikuwa wamesha sambaratika, habari hiyo ikawahuzunisha zaidi, lakini ni hekima ya Mwenyezi Mungu ya kwamba habari hii iliposhamiri kwa makafiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshauawa, wao wakaonelea kwamba wasiendeleze mashambulio yao na wareje Maka kwa haraka, na wawapatie watu habari njema kwamba Mungu apishe mbali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshauawa. kuhusu ujasiri, ushujaa na uimara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya inapatikana hivi: Miqdad bin Amr akieleza habari za siku ya Uhud alisema kwamba wallahi washirikina walifanya mauaji na wakamjeruhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. sikilizeni, na apa kwa Mungu ambaye amemtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakurudi nyuma na akaendelea kupambana na maadui, na kundi moja la maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja walikuwa wakirejea kwake, na kisha kwa sababu ya nguvu ya mashambulio walikuwa wakijitenga. hivyo mara alikuwa anasimama na kuwarushia mishale, na mara alikuwa anawarushia mawe, mpaka alikuwa anawasukuma mbali. na pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kundi moja la maswahaba wakaendelea kusimama kidete. riwaya moja inaeleza hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusimama juu ya mahala pake na hakurudi nyuma hata kwa mguu moja, bali akaendelea kupambana na maadui, na kwa upinde wake akaendelea kuwarushia mishale mpaka kamba yake ikakatika,
na kipande chake kimoja kikabaki mkononi mwake, yani sehemu ile ambayo inatumia mshale ikakatika. ukasha bin mehsan akachukua upinde kutoka kwake ili aweze kutenganisha. ye akasema kwamba kamba haitimi, yani kamba ni fupi. mtume akasema kwamba vuta kamba hiyo itakuwa ndefu. ukasha anasema na hapa kwa dhati ambaye amemtuma kwa haki, mimi nikavuta kamba ile na kamba ile ikawa ndefu, na hapo nikaifunga vizuri juu ya upinde wake, na huo muujiza ukatokea. kisha mtume akashika upinde wake na akaendelea kuwarushia mishale maadui, na abu talha akaendelea kumlinda na kumhifadhi mpaka upinde ukakatika vipande vipande na mishale yake pia ikakwisha. hapo katada bin noman akachukua upinde wake na upinde huo ukabaki kwake daima dawamu, na mtume sasa akaendelea akaanza kuwarushia maadui mawe. nafi bin jubair anasimulia kwamba mimi nilimsikia mtu mmoja katika wahajiri akisema kwamba nilikuwa nimeshiriki Uhud, nikaona kwamba mishale inakuja kutoka kila upande, na mtume saa salam amesimama katikati ya mishale yote ilikuwa inapita kulia na kushoto kwake. na nikamwona abdullah bin shahab zuhri, yeye alikuwa anasema kwamba nini muniambie kuhusu mtume saa salam kwamba yuko wapi. ye kama akisalimika mimi sitasalimika, na mtume saa salam alikuwa karibu yake. wakati ule hakuwa mtu pamoja naye. ye alipoenda mbele safan bin umaya akamlaumu, na ye akasema kwamba wallahi mimi sikumwona yeye. mwenyezi mungu pia alikuwa anamlinda mtume saa salam. mimi naapa kwa allah kwamba ye amesalimishwa kutoka kwetu. wallahi sisi watu wanne tulikuwa tumetoka kutoka makka na tulikuwa tumefunga ahadi juu ya mauaji yake, lakini hatukuweza kumfikia. ibn saad anasema ya kwamba abu namar kinani akasema mimi nilishiriki katika vita vya Uhud pamoja na washirikina, na siku ile nilikuwa nimelenga watu 5 na nilikuwa nawarushia mishale. nikaendelea kumwona mtume sallallahu salam kwamba maswahaba walikuwa wamemzunguka na mishale ilikuwa inaanguka kulia na kushoto kwake. baadhi ya mishale ilikuwa inaanguka mbele yake na nyuma yake. kisha mwenyezi mungu akaniongoza katika islam. baadaye mtu huyo alisilimu. kuhusu hiyo hatmasihe maud alahsalam anaeleza ya kwamba maisha ya mtume salallahu alaihi wasallam ya makka ni mfano wa ajabu. akieleza ushujaa na ujasiri wake anasema kwamba kwa namna moja maisha yake yote yalipita katika shida na mateso. katika vita vya Uhud alikuwa peke yake. katika vita hii kuzihiri kwake kwamba yeye ni mtume wa allah kunatuambia kuhusu shani yake na ushujaa wake na uimara wake. alikuwa amezingirwa na maadui, lakini hata hivyo hakuficha uhakika wake, bali akatangaza wazi kuhusu unabii wake na watu wakapata kujua. kisha masihi maula salam anasema kwamba kwa ajili ya manabii na mawalii wa mwenyezi mungu shida na mateso inakuwa sio kama vile mayahudi wanaendelea kupata laana na mazwila ambamo inatokea dhihirisho la adhabu ya mwenyezi mungu na hasira yake, bali manabii wanasimamisha mfano wa ushujaa. mwenyezi mungu hakuwa na uadui na islam, lakini angalieni katika vita vya Uhud mtume sallallahu alaihi wa sallam alibaki akiwa peke yake. humo ilikuwa ni siri hii ya kwamba ushujaa wa mtume saa salam upate kuzihiri, ilhali mtume salallahu alaihi wa sallam alisimama akiwa peke yake zidi ya watu 10,000 kwamba mimi ni mtume wa allah, na hakuna nabii aliyepata nafasi ya namna hiyo. katika Uhud idadi ya makafiri ilikuwa ni watu 3,000, na kwa kuwa mwandishi wa gazeti ameandika hivi, yawezekana kwamba awe ametaja kuhusu vita 2. katika vita vya ahzab makafiri walikuwa 10,000 na katika vita zingine pia idadi yao ilikuwa kubwa.
kimsingi kitu anachothibitisha ni ushujaa na ujasiri wa mtume salallahu alaihi wasallam kwamba mbele ya makafiri akasimama akiwa peke yake na hakuna nabii aliyeweza kupata nafasi ya kuonyesha mfano wa namna hiyo. Kisha anasema kwamba mwenyezi mungu ana uwezo, anaweza kujaza nguvu yake katika kitu anachopenda, hivyo amejaza nguvu hiyo kwenye maongezi yake. manabii walijitolea uhai wao juu ya maongezi haya. Je, mtu wa dunia anaweza kufanya hivyo? Kwa sababu ya maongezi haya hakuna nabii aliyerudi nyuma baada ya kuweka mguu katika medani, na wala hakuvunja ahadi yao. Yani pale walipodai wakasimama kidete juu ya madai yao. Kuhusu vita vya Uhud watu wameeleza maelezo mbalimbali, lakini jambo la msingi ni kwamba mwenyezi mungu wakati yule alikuwa ameonyesha na kudhihirisha dhihirisho lake la kijalali, na hakuwa na mtu mwenye kuvumilia nguvu hiyo isipokuwa mtume saa salam. Hivyo akasimama pale pale na masoba wengine miguu yao ikasambaratika. Katika maisha ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam mifano hii ya ukweli na unyofu na misaada aliyopata kutoka kwa allah mfano wake haupatikani nje. mengine inshallah nitaeleza katika siku za usoni. wakati huu ningependa kumzungumzia mtumishi wetu mmoja, mtumishi wa silsila, mbashiri na mubaligh wa silsila, dr jalal shams, ambaye jina yake nilikuwa nimeswalisha jana, lakini nilitaka nieleze kuhusu yeye katika ijumaa vile vile. alikuwa mtu mnyofu mwenye kipaji na aliyejitolea maisha wakfu. siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 79 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mwaka 1969 alipata shahada ya shahid kutoka jamia ahmadia kwa matokeo mazuri, na kisha akafanya kazi katika nchi ya pakistan. kisha kwa amri ya khalmsi salis akapelekwa islamabad ili kujifunza lugha ya kituruki, na kisha kwa ajili ya kupata masomo ya juu katika lugha ya kituruki mwaka 1974 akapelekwa uturuki, ambapo akapata shahada ya uzamivu katika lugha ya kituruki katika matokeo mazuri. kisha kwa amri ya khalifa msi rabi rahimahullah taala akaja uingereza na akaendelea kuitumikia jamaat nchini uingereza na ujerumani kama mubaligh wa silsila. hivyo watu walimjua wanaendelea kuniandikia kutoka uturuki, kutoka ujerumani na kutoka uingereza vile vile. alikuwa na marafiki zake wengi na alikuwa maarufu sana. kisha nchini uingereza akateuliwa mkuu wa dawati la kituruki, ambapo akaendelea kutimiza wajibu wake juu ya wazifa huo. alikuwa mtu mwenye kipaji sana na mwenye busara sana. allah alikuwa amemjalia kipaji kizuri. nchini uturuki alipopata digri katika lugha ya kituruki, chuo cha istanbul kikampatia ofa ya kumpatia ajira kama profesa. ajira hii ilikuwa nzuri sana, mshahara ulikuwa mkubwa. yeye akaomba mwongozo kutoka kwa khalid msirabi rahimahullah taala. huzur akasema, hakusema kwamba ufanye au usifanye, bali akasema kwamba wewe ufanye maombi na mwenyewe utoe uamuzi kwamba unataka nini. kisha ye akafanya dua na maombi na akatanguliza wakfu, akakataa kupokea ajira ile, kazi ile. mwaka 2002 wakati wa ziara katika nchi ya uturuki, katika kosa la kufanya mahubiri ya islam ahmadiyat akakamatwa na polisi, na kwa miezi 4.5 akaendelea kukaa kwenye jela. shughuli zake muhimu alizozifanya, moja ni tafsiri ya kurani tukufu katika lugha ya kituruki, na pia kuna vitabu vya hatmasihi wasalam alivyovitafsiri, na vipeperushi vya mahubiri aliwahi kuviandika katika lugha ya kituruki, na pia aliweza kuandika vitabu katika lugha ya kituruki na kupiga chapa. alikuwa na shauku ya kusoma vitabu mbalimbali. alikuwa anasoma vitabu vya masihi maulislam na makhalifa kwa uangalizi mkubwa, na alikuwa anaandika notes juu yake. pamoja na kusoma vitabu vya jamaat alikuwa anasoma vitabu vingine, na alikuwa na shauku yake sana.
alipokuwa anaongea na marafiki zake na jamaa zake mbalimbali alikuwa anaeleza nukta nzuri nzuri kwa uangalizi mzuri, na akipata shida au kama hakuelewa jambo fulani hakuwa na kibri yote, bali alikuwa anawaambia wabashiri walio chini yake kwamba wamwongoze. alikuwa na kipaji kizuri cha kujifunza lugha mbalimbali. Kiurdu na kipanjabi ilikuwa lugha yake ya nyumbani, na pia akapata shahada ya uzamivu katika lugha ya Kituruki, akapata umahiri. Kisha alikuwa na uwezo wa kuongea katika lugha ya Kiingereza, Kiarabu, Kijerumani na Kifarsi. Bali katika vikao mbalimbali vya Khalif Sirabe rahimahullah taala aliweza kutafsiri katika lugha ya Kiarabu. Pia alikuwa na uwezo wa kuongea lugha ya Kisaraiki. Mwanzoni aliendelea kutafsiri hutuba, sio mubashira, bali baadaye alikuwa na tafsiri hutuba hiyo. Na hata watu wa lugha katika nchi ya Uturuki, hata wao pia walikuwa wanamsifu sana kuhusu lugha yake na kuhusu msamiati wake. Alikuwa na kipaji kizuri cha kutoa hutuba na kuandika. Marehemu alikuwa na sifa chungu nzima sana. Pamoja na kutimiza haki za Allah, alikuwa anatimiza haki za watu wake vile vile. Wawe watu wa jamaa au wasiwe watu wa jamaa, alikuwa anawapenda wote. Watu wameniandikia sana, alikuwa anawapenda wote. Akikutana na watu alikuwa anawaachia kumbukumbu nzuri. Alikuwa na tabia ya kumtegemea Allah. Alikuwa anawasaidia watu maskini kwa ukimya. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Alikuwa anaona ruya na ndoto kweli. Alikuwa anamkumbuka sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja. Na awajalie watoto wake na mke wake subira na uvumilivu, na awajalie kuendeleza mema yake. Marehemu wanaofuata ambao nitasalisha sala za jeneza yao, kwa ujumla ni jeneza 3 ghaibu ambazo nitasalisha baadaye. Marehemu wa kwanza ni Muhammad Ibrahim Bamri Sahib. Marehemu siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 106 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika makaratasi mbalimbali umri wake unaothibitika ni 106 na katika sehemu zingine ni 109. Kwa vitu vile umri wake ulikuwa ni miaka 106. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi, na katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake Chaudhry Abdul Karim Sahib, ambaye mwaka 1918-19 alikuwa amefanya baiati. Bhamdi Sahib, Ibrahim Bhamdi Sahib akieleza habari ya baiati hii ya baba yake, anaandika kwamba katika familia kwa fadhili ya Allah jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yangu. Baba yangu alikuwa anatokana na dhehebu la Ahle Hadith. Mwaka 1918 macho yake yakazofika na akapata marazi ya macho. Akaja Kadian kwa ajili ya matibabu. Kwa kuwa baba yangu alikuwa mashuhuri, watu walipojua kwamba Chaudhry Abdul Karim Sahib amelazwa hospitalini, wakaanza kumjulia hali. Master Abdurrahman Sahib, Meher Singh na watukufu wengine wa jamaat wakaendelea kumtembelea na wakaendelea kumhudumia na pia wakamhubiri. Yani watu hawa wakafanya mahubiri. Bhamdi Sahib anaandika kwamba katika kichwa cha baba yangu swala hilo likatatulika kwamba Isa alayhi salam amekufa, na jambo hili likaingia moyoni mwake kwamba Isa alayhi salam hayuko hai bali amekufa. Moyo wake ulipopata yakini kwamba Masihi Maud ni juu ya haki na ni mkweli, kwani kwa kuwa Isa alayhi salam amekufa, hivyo Masihi Maud ilikuwa ni haja ya zama, na hiyo ilikuwa zama ya ujio wake. Kama hatakuja saizi, kisha atakuja lini? Basi katika muda huo huo akafanya baiati, na alipokuja katika kijiji chake Bhamdi,
watu wakapata kujua kwamba ye amekubali ahmadia wakasikitika sana juu yake na wakasema kwamba mia abdul karim saheb kama tungejua kwamba wewe utakapoenda kadian utakuwa marzai hata kama ungepofuka sisi tusinge kuruhusu kwenda kadian baba yake alikuwa anawajibu kwamba pamoja na macho yangu ya kizwahiri uwezo wangu wa kuona wa kiroho pia umepata umepona alikuwa anasema kwamba mimi siwezi kumshukuru allah ambaye ameniongoza juu ya njia iliyonyoka na mimi naweza kusema kwa busara yangu kwamba masihi wasalam ni mkweli watu wa kijiji walikuwa na ubaguzi sana na masihi maula islam mashekh walikuwa wametia sumu kwenye vichwa vyao walikuwa wanasema kwamba wewe ukidai kwamba mimi ni mahdi sisi tutakukubali lakini hatutakubali mirza ghulam ahmad kama imam mahdi hapo baba yake alikuwa anasema kwamba angalieni hiyo ni alama ya ukweli wake kwamba mimi nimemwamini nikimjua kwamba yeye ni juu ya haki hivi nini pia mumkubali baba yao aliwapeleka bambadi saheb na ndugu yake katika shule ya kadian mwaka 1926 na watoto hawa walikuwa wakija kusoma wakitembea kwa maili 5 baba yao alipofariki dunia mwaka 1961 ndugu zake wakamwambia mama yao kwamba usiwapeleke ibrahim bambadi na mdogo wake kadian kwani shule ni mbali sana hapo tunawaingiza shuleni mama akasema siwezi kufanya hivyo kwa kuwa baba yao alikuwa amewaingiza katika madrasa ahmadia hivi watasoma katika madrasa hiyo hiyo na anasema kwamba tukaendelea kwenda kadian kwa ajili ya masomo kisha kutoka kadian alimaliza madrasa na akaingia katika jamia ahmadia akasoma katika jamia ahmadia kisha mwaka 1941 akafaulu mtihani wa metric mwaka 1999 akafaulu mtihani wa molvi fazl alikuwa akikumbuka kasida nzima ya hatmasihi maud rasatu wassalam na pia alikuwa amehifadhi shairi zake nyingi za dure samin alikuwa amehifadhi nukuu zake na maandiko yake mengi na alikuwa anaeleza kumbukumbu zake haraka haraka mwaka 1999 baada ya kufaulu mtihani wa maulvi fazl kutoka chuo cha punjab akajitolea maisha yake wakf akahudhuria kwa khulafatulmsi sani hapo huzura akasema kwamba ujifunze kazi ya ofisi mwaka 1944 akateuliwa kama mwalimu wa masomo ya kidini na mwalimu wa kiarabu katika madrasa ya ahmadia kuanzia 41 hadi 47 akajitolea huduma hiyo akatoa huduma hiyo ya kijamaati mwaka 41 hadi 44 akafanya kazi kama katibu makhsus wa mirza bashir ahmad saheb kisha akafanya kazi katika baitul mal kwani musleh maud alikuwa amempatia agizo la kujifunza kazi ya ofisi kisha mwaka 1947 akateuliwa kama mwalimu katika talimul islam high school kadian na baada ya kutokea uhuru akatoa huduma hiyo katika talimul islam high school rabwa hadi mwaka 74 mwaka 74 akastaafu kutoka shule ile kama mwalimu na kisha kuanzia 75 hadi 94 akafanya kazi kama inspector wakfe jadid nazim irshad katika wakfe jadid akaendelea kufanya kazi hii pamoja na khamsi rabi rahimullah taala mirza tahir ahmad saheb na sawa na amri zake alikuwa anayatembelea maeneo mbalimbali na alikuwa na tatua mambo mbalimbali pia alitekeleza wajibu wa kuwafundisha waalimu akatoa huduma kama mwenyekiti wa mtaa wa Daru Nasr kwa miaka 50 na zaidi alikuwa imamu wa swala alikuwa anaswalisha tarawih na pia alikuwa amehifadhi Qur'an tukufu binti yake moja anasema kwamba alikuwa anawatendea jamaa zake kwa wema sana jamaa zetu waliishi nje Rabwa watoto wao wakaja kuishi katika nyumba yetu na wakajifunza na wakapata masomo yao shughuli zake zote
zilikuwa ni kuamka asubuhi mapema, kuswali sala ya alfajiri, kumkumbuka mwenyezi mungu, kutembea kwa miguu au kuja ofisini kwa baiskeli. alikuwa mtu wa kawaida sana. alikuwa na tabia ya kurizika kwa kile alichokuwa nacho. alikuwa anawapenda sana makhalifa. anasema tulikuwa nje, kila tukimwambia kwamba uje nje, alikuwa anasema kwamba mimi nataka kwenda kufanya dua juu ya kaburi la musleh maud, hivyo siwezi kuja nje. alikuwa na upendo makhsus na musleh maud, yani khalifa msi athani raziallahu taala anhu. mtu akija kwake ili amwombe kwamba afanye dua, alikuwa anamwambia kwamba kwanza umwindikie khalifa wa zama, kisha nitafanya dua, na kisha alikuwa anainua mikono yake na kufanya dua kwa ajili yake. na kabla hajalala, kasida ya hat masihi maud alayhi salatu wassalam, ya aina faizillahi wal irfan, kasida nzima alikuwa anasoma kabla ya kulala. kisha anaandika kwamba baba yangu mara nyingi alikuwa anaeleza ndoto yake moja ambayo baba yake, yani babu ya binti huyo, alikuwa ameona kwamba ibrahim anapanda juu ya mtende na ye anapata hofu kwamba asije akaanguka chini, lakini katika muda mfupi tu huyu akapanda juu sana. baba yangu alikuwa anatoa utabiri huo kama umri mrefu na elimu. Sheikh Mubarak Ahmad Sahib Nazir Diwan Pakistan anaandika kwamba mimi pia nimewahi kuwa mwanafunzi wake na kisha nikawafundisha watu katika shule kwa miaka 5 kama mwalimu. Bamdi Sahib alifanya kazi katika bweni kama tutor na alikuwa anawapenda wanafunzi wote wawe ahmadia au wasiko wa ahmadia, na alikuwa anawalea sawa na tabia yao. Wanafunzi pia walikuwa wanampenda sana na walikuwa wanamheshimu kama awe baba yao. muda mwingi alikuwa anapitisha katika bweni na alikuwa anawasalisha, alikuwa anawasimamia wote katika swala na alikuwa mwenye kuwalea wote kwa wema na kwa upendo. Zuri amesema hata mimi nimewahi kuwa mwanafunzi wake, na mimi nilipokuwa Nazriala nilikuwa namkumbusha kuhusu njia yake ya kufanya malezi. hapo alikuwa anatabasamu tu, yani shabaha yake ilikuwa ni kuwarekebisha wanafunzi. alipokuwa sadr akatimiza wajibu wake kwa wema sana, na alikuwa anasema kwamba mimi najua nyumba zote hizi ambamo wanaume hawapo, yani wanaoishi ndani ni kina mama tu, hivyo ninapoenda sokoni na wasiliana na nyumba hizi ili kama kuna kazi mjini waniambie. kisha alikuwa na mfuko moja na kalamu na karatasi, na alikuwa anaandika kwamba wanahitaji vitu gani, kisha alikuwa anawafikishia bidhaa mbalimbali. alikuwa anapeleka barua posta, na kama amepokea barua alikuwa anawapatia watu mbalimbali kutoka posta, na mtu akisema kwamba nisomee barua, mimi siwezi kusoma, alikuwa anamsomea. alikuwa mwaminifu sana, alikuwa hamwambii mwingine jambo la mwingine. alipokuwa sadr muhalla, baadhi ya kina mama walikuwa wakija kwake na kueleza makosa ya waume zao. ye alikuwa anatafuta nafasi nzuri na kuwafahamisha na kuwapatia nasaha, na alikuwa anatatua maswala yao. ilmuradi watu wa mtaa wake wote walikuwa wanamfahamu kama awe baba yao. hii ndio njia nzuri ya kufanya marekebisho na islah. na alikuwa anawasihi wabashiri kwamba muhifadhi shairi na pia musome shairi hata masihi maud, humo pia kuna nasaha. na mwenyewe pia aliwaambia kwamba mimi kila siku nasoma kasida kisha nalala. hii pia ni nasaha kwa wabashiri. katika maisha yake binti yake moja aliuawa shahidi. alipotoka kijiji chake kuja Rabwa, akavumilia huzuni hiyo kwa subira sana.
kisha binti yake mwingine akafariki dunia katika london. wakati ule huyu mwenyewe pia alikuwa naumwa, jina ikaletwa Rabwa. wakati ule pia akavumilia msiba huo kwa subira sana na akawasihi wengine kufanya subira. akapitisha maisha yake kwa mafanikio makubwa na akapitisha maisha marefu, na mara nyingi alikuwa anasema kwamba akhira ni nzuri sana kuliko dunia hii. mwenyezi mungu ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. jeneza inayofuata ni ya yusuf jare saheb. alikuwa mkazi wa ghana. ye pia amefariki dunia siku za nyuma. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. amir mishri in charge ghana anaandika kwa marehemu alikuwa musi, alikuwa mtu mwema sana. aliwahi kufanya kazi juu ya nyazifa mbalimbali na akajitolea sana kwa ajili ya jamaat. wakati wa kifo chake alikuwa anatoa wajibu mbalimbali kama mwenyekiti wa bodi ya shule 2 high school. alitokana na idara ya elimu. kabla ya kustaafu akaendelea kutoa huduma kama mwalimu mkuu wa portson na komasi. akatoa huduma kama sadr khudamul ahmadi ya ghana. wakati wa ziara ya khalif msir rabi rahimahullah taala mwaka 1988 alikuwa anatoa huduma kama sadr majlis khudamul ahmadia. hivyo akatoa huduma kubwa katika sekta ya ulinzi, na marehemu alitokana na idara ya elimu. hivyo kuhusu masomo ya vijana wa ahmadia alikuwa anafanya juhudi sana. mjukuu wake mmoja wakati huu ni mbashiri wa jumuiya na anatoa huduma mbalimbali ya kijamaati. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. marehemu anayefuata ni alhaj usman bin adim sahib wa ghana. huyu pia amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. kuhusu marehemu huyo amir na mishri charge anaandika kwamba marehemu alikuwa musi, alikuwa muhamadia mwaminifu sana. alikuwa tabia ya kuswali sala 5 na kutoa michango kwa wakati, mwenye kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamaati. alikuwa mnyofu kwa ukhalifa na alijaribu kuleta jaziba hiyo kwa watoto wake. alikuwa anaelekeza sana kuhusu masomo ya watoto wake. akatoa mchango mkubwa katika tafsiri ya lugha ya Qur'an tukufu katika lugha ya Fanti. mke wake anasema kwamba marehemu alikuwa mvumilivu sana na mwenye kuwapenda watu wote. mwaka 2012 akapata bahati ya kufanya hija na akawafundisha watu wengi wa jamaati Qur'an tukufu. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.